tunapokuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamu neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakapokuja mwivi, angakesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Na ndio kile tayari kwa sababu sio ndani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Unaona Biblia inasoma yote inasema hivyo hivyo. Kesheni. Hapa anasema habari za watu wanaokesha kumsubiri bwana harusi anayekuja. Mmoja nasikia niseme kitu kitakusaidia. Kitakusaidia hapa. Kitakusaidia tu hiki tunakisema. Kitakusaidia tu. Bwana atupe neema kwenye akili zetu afanye uhandisi huko. Tuweze kuelewa hilo linalosema. Kanisa kwa miaka yote imedai, kanisa tumedai kwa miaka yote kwamba sisi ndio mabibi harusi. Kwamba Yesu ndiye bwana harusi wetu. Wewe Yesu ni bwana harusi wako. Kanisa sisi ni mabibi harusi. Yesu anakuja kutua. Unisikilize. Ni mfano wote ndio usema kanisa ni aidha watu wanaokesha kusubiri bwana harusi aje, au ni wapambe, ni mamaidi. Sio bibi harusi. Bibi harusi ni nani? Swala siku nyingine. Lakini miaka hii kanisa linahubiriwa kwamba nyie sio mabibi harusi. Nyie ni watu ambao wanasubiri bwana harusi aje kutoka kwenye harusi. Mimi sio bibi harusi hata siku moja. Kuna wanawake pia wamepiga hatua kidogo. Na wanawake na vituko wanawake. Bwana atawaona tu. Wanasema unajua sisi wajane, Mungu ndiye mume wetu. Mungu ni mume wako. Ondoa upuzi wako huko. Mungu sio mume wa mwanamke yote duniani. Biashara Mungu ni mtetezi wa wajane, si mume wa wajane hata siku moja. Unamdharau Mungu kiasi hicho. Imeandikwa wapi? Ukipata na kupa shilingi 10,000 sasa hivi. Hakuna. Sa Mungu ni mtetezi wa wajane. Ni baba ya yatima. Wanamdharau Mungu mpaka anakuwa eti mume wao. Wewe. Bwana asifiwe. Hiyo ame inapungua. Bwana asifiwe. Sababu kila mmoja alikuwa anajua kama Mungu ni mume wa wajane. Si kweli. Sio Biblia inasoma mimi. Sio hii. Hii inasema Mungu ni mtetezi wa wajane. Ni baba wa yatima. Bwana asifiwe. Kanisa, nisikie. Kanisa ni watu wanaokesha kusubiri bwana harusi aje na bibi harusi. Kanisa ni mamaids wenye taa wasubiri bwana harusi aje. Kanisa ni walinzi tu. Kanisa ambao karibisha kwenye sherehe tu. Yesu atoa mfano akasema ni kama bwana aliyefanya sherehe kwa mtoto wake harusi, akawapa watu kadi waje. Kila mmoja akatoa udhuru, ni mashamba, misi nini. Sasa no. Nyumba yako lazima ijae. Nenda kwenye kichaka, kwenye barabara, mkusanye watu muingize kwenye sherehe yako. Hao ndio kanisa. Kanisa sisi ni viwete, ni watu waliokusanywa kwenye barabara kuja kula sherehe ya mfalme. Bibi harusi ni nani? Somo liko juu kuliko sisi. Tuliache. Vita ambavyo tulijui tuliache. Tajulia mbinguni. Usijibandike eti unajua si kanisa ndio sema bibi harusi. Wewe bibi harusi unaanzia wapi? Sasa kanisa watu waliokuwa wanafundishwa. Kaa kwenye nafasi yako kusubiri kungoja kama mlinzi. Wewe ni maid, wewe ni mwanamwali tu. Ni mwanamwali tu. Harusi hatujui. Harusi ya mwana kondoo hatujui kabisa. Hii harusi hatujui. Mungu tupe neema kujua. Mimi najua atakaribisha kwenye sherehe, atakaribisha, najua atakwenda kula. Lakini nitakwenda kama mwaliko sherehe. Lakini kama kuolewa mimi sina mpango. Labda nyinyi mna mipango, labda mna mipango. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Ame zinazidi kupungua. Bwana asifiwe. Najua itapungua tu. Bwana asifiwe. Swali ni hili. Yesu yuko karibu kiasi gani kuja? Huyu bwana alikwenda kwenye harusi. Yuko karibu kiasi gani kuja? Huyu kabaila yuko karibu kiasi gani kuja? Ndio swali langu kubwa hilo. Na mimi nitajaribu kulijibu hilo kwa sababu itatusaidia. Nipe dakika zobaki niseme, nitoe maelekezo kwa mambo kwa nadhani kwamba yatasaidia kujibu hilo swali. Mathayo 24. Ile ambayo tumesoma. Mathayo 24. Bwana asifiwe. Na mimi nisema nikifika katikati kama umechanganyika nyosha mkono, sema ndugu rudia, hapo kusema naendelea. Kana nimekuchanganya sema ndugu rudia.
Jana mali alisema rudi hapo. Kwa hiyo kama kusema mimi naendelea. Bwana yuko karibu kiasi gani? Najaribu kujibu hilo swali. Kwa hakika mimi sijui. Ninachojua ni kwamba leo tuko karibu na kuja kwa Yesu kuliko wanadamu wote duniani. Hiyo najua. Kwa hakika 100% najua. Si tuko karibu kuliko wanadamu walishakuwa duniani. Ndio tuko karibu zaidi kuliko wote. Hiyo najua. Lakini tuko karibu kiasi gani katika real time, katika muda sahihi? Sijui, lakini najua vitu vichache kama dodoso itasaidia. Mathayo 24. Mathayo 24. Mstari wa 32 mpaka 35. 32 mpaka 35. Ukijua hii mistari kama unabii itakusaidia. Ukijua hii mistari kama unabii itakusaidia. Mathayo 24 32 nasema hivi. Basi kwa mtini jifunze. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua kwa wakati wa mavuno karibu. Nanyi kadhalika mionayo haya yote, tamwone ya kuwa yu karibu mlangoni. Milangoni werani. Ami nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote atakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kwa mtini jifunze. Na in fact kwa niulize kitu. Mathayo anasema kwa mtini jifunze. Mathayo. Luka anasema tofauti kidogo. Luka anasema msitazame tu mtini. Mkijifunza mtini, tazameni na miti mingine vile vile. Vile vile. Sema ndugu imeandiko. Luka 21. Funua Luka 21. Luka 21. Mstari wa 29 mpaka 33. Wewe binti tusomee. Nafikiri una mic. Karibu. Akawaambia, utazameni wakati ulipokujivuka waona na kutambua wenyewe na kila na mavuno yamekwisha kuwa nani kwa zaidi mwonapo mavuno yanaanza kutokea na mweza kwamba ufalme wa Mungu uko karibu. Amen. Na waambie kizazi hiki hakitapita hata mbingu na nchi zitapita, lakini maneno hayatapita. Anasema ni mtini ni vizuri, lakini tazame ni mtini na miti mingine yote. Sio mtini tu. Ukisharidhishwa na mtini, linganisha na miti mingine vile. Na muktadha hapa linganisha na mzeituni, linganisha na mzabibu. Jana alisema mambo za mtini na mzeituni na mzabibu manake. Asema jifunzeni. Jifunzeni. Iko lugha nyingine, Bwana ameturuhusu kujua majira. Kama sasa mambo hayo yote moja niseme vitu vichache. Nataka nieleze vitu Mungu akinipa neema kwa urahisi. Na hivyo niseme kitu cha ajabu. Unajua muktadha wa sura 24 yote ya Mathayo ni habari za Israeli kupigwa, hekalu kuvunjwa, wao kutawanyika kila mahali na kupata mateso mengi sana kwa duniani. Ndio muktadha. Alafu Yesu anasema hivi, lakini Bwana atawakumbuka. Ukilinganisha na Luka, kama Yesu anasema hamtapotea kamwe, anasema hata wewe ndio utapotea. Kwa lugha nyingine, identity yenu, nafasi yenu kama Israeli haitapotea.
Bwana asifiwe. Itafika mahali ambapo kanisa la taifa la Israeli litainuka tena kwa taifa. Alafu wanataka kusema habari za kuwa taifa hapo, kwamba kwa mtini mjifunze. Ukienda kuchipuka hicho kizazi chake hicho cha mtini hicho kizazi hicho hakipiti kama hajaonekana mawinguni. Hicho kizazi hakipiti. Watu wanajiuliza ni kizazi kipi? Kizazi cha mtini ambacho atasema habari zake. Ni kizazi kipi? Kizazi cha Israeli kuwa taifa lenye kuabudu tena ibada zao za Kiyahudi. Ni kizazi. Na mnajua kwamba tangu mwaka 70 baada ya Kristo kile kizazi kilipotea duniani. Mpaka mwaka 1948 ndipo kilipozaliwa kile kizazi. Ndio Yesu alisema baada ya kizazi hicho hakipiti. Kulingana na Biblia wakati wa Yesu kizazi ni miaka 100. Ifadi miaka 80 mpaka 100. Ukichukua 100 ndio miaka mingi katika kile kizazi. Tangu mwaka 45 1945 miaka 100 ndio mwaka gani? Miaka 100 mbele. Mzee. Mungu wangu ni mwaka 1948. Kwa lugha nyingine mwaka 1948 haipiti. Yesu anaonekana. Ndio kitu Yesu amesema hapa. Sio mimi. Kizazi hakipiti. Ni uamuzi wako kuamini au kutokuamini. Ni uamuzi wako. Sasa ndugu mzama, hiyo tafsiri yako, uamuzi wako. Lakini kama muktadha ndio huo wa mtini kuchipuka, basi unajua 1948. Watu wengine wanafikiri kwamba 1945, wengine wanadhani kwamba ni Big Area, lakini latest 1948. Ben Gurion alipotangaza serikali. Mwaka 48 ni miaka mingapi iliyobaki? Mratibu wa kipindi anapiga hesabu za haraka haraka. Miaka ngapi? 23. Miaka 23. Miaka 23. Mimi nitakuwa na karibia miaka mingapi? Karibu 90. Hapa nitakuwa niko macho. Lakini nitakuwa mzee, siwezi kufika taka za kwa hivi. Miaka 90. Mimi nitakuwa tumezeka sana. Lakini wengine hapa nitakuwa niko kwenye miaka 70. 60. Haipiti. Nilisema haipiti. Sikusema Yesu atakuja hapo, mimi sikusema. Nimesema hivi, Yesu amesema hivi. Kizazi hakipiti. Sasa na maneno yako hatapita kamwe. Alisema Yesu. Sasa mimi sikusema atakuja, msema akasema nimekuja kamili kule juu life. Nasema Yesu atakuja mwaka 48, mimi sikusema. Umesema uongo, mimi sikusema. Bwana asifiwe. Lakini sikilize. Kitabu cha Hosea sura 6. Hosea sura 6. Na mtini umekwenda mbali, nitakwenda mbali na mtini kidogo. Mtini sio kama umetoa majani. Mtini umetoa matunda sasa. Ndio shida. Sio majani. Nitakuprovia kwenye historia utashangaa. Hosea sura 6 anasema hivi. Mstari wa kwanza. Njooni tumrudie Bwana. Anaita watu, njooni tumrudie Bwana. Maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Na yeye amepiga na yeye atatufunga nini? Jeraha zetu. Hawa ni Israeli, wanaitana. Kulingana na Hosea, anawaita Israeli. Ndio tumrudie Bwana. Yeye amerarua. Ametuvunja sio taifa tena. Anatazama miaka ya kufukuzwa Yerusalemu. Anasema na yeye atatuponya. Yeye amepiga na akafunga jeraha zetu. Mstari wa pili unasemaje? Mstari wa pili mkuu. Sitaki usome. Hebu soma binti. Mstari wa pili unasemaje? Baada ya siku 2 atatufufua. Siku ya 3 atatuinua. Sijui kama umesikia hapo. Petro anasema miaka 1000 ni kama siku moja. Hapa akitumia lugha ya miaka akisema baada ya miaka 2000 atatufufua. Na kweli walikaa Waisraeli miaka 2000 wametawanyika, baada ya miaka 2000 akawafufua. Sasa mwaka wa 3000 hiyo miaka 3000 hiyo.
ambayo imeanza mwaka 2001 ndio ilileta siku ya tatu katika unabii. Mwaka 2001 ndio imeleta siku ya tatu ya unabii. Anasema na katika siku ya tatu hapo katikati, hajui saa 2 au saa 3, hapo katikati hapo kwa siku ya tatu anasema atafanya nini? Atatuinua, atatuinua. Mwenye masikio na asikie. Tuko siku ya tatu, tuko siku ya tatu kwenye unabii. Tangu mwaka 2001 tumeanza siku ya tatu ambayo itakwenda mpaka 2099. Ndio siku ya tatu. 1999 mpaka siku ya tatu hiyo. Lazima hapo katika siku ya tatu hapo atatuinua. Na tutaishi mbele zake. Mwenye masikio asikie. Asikie. Tunaishi kwenye kipindi cha Hosea 6 na kipindi cha Mathayo 24:32. Kabisa. Ya siku ya tatu asubuhi au jioni kizazi hiki. Kwa hiyo unajua ni asubuhi kizazi. Asubuhi ya siku ya tatu atatuinua. Sasa tutakuwa mbele zake. Jamani, Bwana asifiwe. Swali ni hili. Je, huu mtini umechukua machipukizi kiasi gani? Sasa maana kwa mtini mjifunze. Mnapoona umetoa majani juu karibu. Je, tukiona maua, tukiona majani huko karibu, je, maua? Mtini, jana nimefundisha. Nimesema kwamba mtini ni tabia ya kidini ya Israeli. Nimesema habari za mzeituni, mtini na mzabibu. Nikasema mzabibu ni hali ya kisiasa ya Israeli. Mzeituni hali ya kiroho ya Israeli. Mtini hali ya kidini ya Israeli. Religious life. Maana dini nini? Mtini maanake nini? Maanake ni hekalu lao. Maanake nini? Makuhani wao. Maanake nini? Kafara zao. Maanake nini? Sikukuu zao. Maanake nini? Sheria zao za kidini. Ndio inaitwa mtini. So mkiona hayo ameanza, ndio kama yuko mlangoni, hicho kizazi hakipiti. Hata kwa ameshakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wani kueleza kitu kitakusaidia hapo. Hivi una habari kwamba dini ya Israeli inaitwa Judaism, sio Kristo. Dini yao ni dini ya Kiyahudi, inaitwa Judaism. Sisi dini ya Kristo imezaliwa na hiyo dini ya Judaism. Imezaliwa, si watoto wake. Yesu alikaa kwenye sinagogi zao, hekalu zao, sababu Yesu alizaliwa katika dini ile. Bwana asifiwe. Hii dini ya Kiyahudi sisi hatuifuate, lakini dini ya Kiyahudi ni alama kutusaidia kujua siku za nyakati zetu. Yatusaidia. Jamani, Bwana asifiwe. Na dini ya Kiyahudi msingi wake, kitovu chake, kitovu cha dini ya Kiyahudi si kitu kingine, ni hekalu. Dini ya Kiyahudi kwa hekalu haipo. Dini yetu msingi wake sio hekalu hata siku moja. Yule mwanamke alimwomba Bwana Yesu, si baba zetu waliabudu kwenye mlima huu, nyie mnasema Yerusalem, ndio maana kwa kuabudu Yesu kama mambo ni sadiki. Nyie mnaabudu msiokijua, maana huko mnatoka kwa Wayahudi, lakini sasa tunakuja Mungu ni roho, wataabudu katika roho na katika kweli. Bwana asifiwe. Lakini dini ya Kiyahudi, nisikilize, msingi wake, kitovu chake ni hekalu. Kwa hiyo mtini unatazama kwenye hekalu. Ukiona mambo ya hekalu yanabadilika, jua kama Yesu kwa mlangoni. Si kwamba tunaweza tukaabudu, kwetu ni alama kutusaidia. Umenisikia? Sikufundisha haya ili uwe Myahudi, no. Ili upate alama kama nyota kuelekeza kwamba Yesu yuko karibu. Hekalu ndio msingi wa dini ya Kiyahudi ambao ndio mtini. Na miaka yote Israeli wameheshimu hekalu kuliko vitu vyote. In fact, hawakuheshimu hekalu tu, waliheshimu madhabahu yaliyo ndani ya hekalu. Madhabahu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tangu taifa la Israeli lianze kuwepo, kumekuwa na mahekalu mawili tu. Mahekalu mawili tu. Hekalu la kwanza
alijenga mfalme Sulemani. Kabla ya hapo walikuwa na hema la kukutania ambao alitengeneza Musa. Wakajenga hekalu sasa ambao ni mfano wa ile hema, lakini ambao ni jengo sasa. Lile jengo halikuwa na nguvu isipokuwa patakatifu ambao Mungu alikuwa anakaa huko. Kulikuwa na sanduku la agano. Hapo sanduku la agano lilikuwa na vitu viwili vikubwa. Kulikuwa na sehemu ya ndani ambayo imewekwa amri 10 za Mungu, inaitwa ushuhuda, na kifuniko kinaitwa kiti cha rehema. Nimesema vitu vikubwa sana hapo. Ngoja nirudie. Lile jengo umuhimu wake wote ulikuwa pale ndani pa patakatifu pale ndani. Kwa nini? Kulikuwa na kitu cha Mungu pale. Kitu cha Mungu kinachoitwa sanduku la agano. Sanduku la agano lilikuwa na sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni box ambapo ndani yake kuna amri 10 za Mungu kimsingi. Okay, kulikuwa na chombo chenye mana na fimbo ya Haruni, hata na hizo sio muhimu sana kwa sasa, lakini ile sanduku lilikuwa naitwa ushuhuda. Ile sanduku lilikuwa na kifuniko. Kile kifuniko kilikuwa cha moyo mshita ambayo kilikuwa na dhahabu na makerubi juu yake. Kile kifuniko kiliitwa ni kiti cha rehema. Na Musa aliambiwa kwamba makuhani wakiingia pale waingie kwa unyenyekevu mara moja kwa mwaka, sababu wakiingia pale Mungu ataonekana kwenye kiti cha rehema ghafla. Ndio maana ile ndio sehemu yao ya msingi ya kuabudia. Na kutoka pale nje kulikuwa na madhabahu ya kutoa kafara. Kwa hiyo madhabahu na kiti cha rehema vilifanya hekalu likawa ni takatifu sana, lakini dini ndio inaitwa ni mtini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mara mwenyewe wapendwa, ngoja niweze kitu. Msike kuwa wapendwa, nisikie sema kwa hakika. Hiki semi kanisani, nasema tukatika ndugu. Bwana asifiwe. Niondoe maiki au niseme na maiki? Jo, ole wako. Bwana asifiwe. Ujie Mungu taka peponi, si kula Arusha. Tukiingia kwenye ibada, kula Arusha. Tunaimba Mungu yuko hapa, hayuko nyumbani wala kwenye daladala. Tunaimba hivyo. Sasa kama yuko kila mahali, unaimbaje Mungu yuko hapa? Siko kila mahali tu. Na kuonekana mloteni, Mungu yuko hapa. Tena hapa pomeuka fensi, ili msipande. Baki ukipanda tutafutana huko kwa Mungu akufa. Hii ni shida. Ni chama chetu, kinaitwa Lutheran. Chama chetu msikiache, ni kizuri. Kitakubatizia mtoto, kitakupa kipaimara, kitakuzika. Hakuna mbinguni, ndio kwa ndugu. Itakusaidia. Jamani, sikusema vipi, nilikuwa nafundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpini ni msingi wake ni hekalu. Hekalu la kwanza alitengeneza mfalme Sulemani. Ndani yake ilikuwa na sanduku la agano, ushuhuda. Lile hekalu lilivunjwa na Nebukadreza. Alivunja mwaka 560 na kitu hivi. Alivunja kama mwaka 514 hivi kabla ya Kristo, wakajenga lingine. Lile lingine alijenga akina Hagai, kumbuka akina Ezra, wakajenga hekalu lingine. Lile hekalu kama mwaka wa 37 hivi kabla ya Kristo, Mfalme Herode akalipanua kulijenga vizuri. Likaitwa ni hekalu la Mfalme Herode mkuu, hekalu la pili. Lile hekalu la pili halikuwa na ushuhuda, halikuwa na sanduku la agano. Yesu alipokuja duniani hakukuta sanduku la agano, lakini bado Mungu alikuwa anaonekana. Zekaria siku moja aliingia kutoa kafara, alipoingia akaabudu. Mnakumbuka? Akaabudu. Kwa nini? Alikutana na malaika. Kwa bado hekalu limekuwa bado ni center, ni chimbuko la Wayahudi katika kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 70 baadaye, baada ya Kristo, ile hekalu likavunjwa. Pale mahali miaka 678 hivi wakajenga msikiti unaitwa Al-Aqsa. Wakajenga na jumba lingine kubwa inaitwa Dome of Rock. Mpaka leo hii leo limemilikiwa na Waislamu mpaka leo. Kwa mwaka 678 mpaka leo liko chini ya Waislamu. Liko chini ya Waislamu. Hamna sanduku la agano, hamna hekalu, mtini umekatwa.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini hebu nisikilize vizuri. Hebu nisikilize vizuri. Itakusaidia kidogo. Mwaka wa 67, 1967, juzi tu wengine wameshazaliwa wengi. Mwaka 67, Rabbi Shlomo Guren aliongoza maombi kwa mara ya kwanza kwenye mlima mtakatifu ule wa hekalu ambao kuna msikiti, kumwomba Mungu kwamba Mungu, tunaomba tujenge hekalu mahali hapa la tatu. Yaani mtini si kama umetoa majani tu, unaweza kutoa maua. Karibu kutoa matunda sasa. Matunda ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mwaka 87 juzi, 1987, kwa mara ya kwanza ikaundwa chama kinaitwa Temple Institute kule Israel, cha kwanza kuanza mikakati ya kujenga hekalu la tatu. Mtini unatoa maua. Wafanya kampeni kubwa sana mpaka jana usiku. Jana usiku tarehe 11 mwezi wa 9. Unisikilize. Makuhani 120 kwa kufanya ukuhani wameshateuliwa tayari. Wamepatikanaje? Wamechukua DNA tests. DNA kupata makuhani wa Haruni wa Kiharuni na kuagiza shule. Wameshasoma digrii ya kwanza na digrii ya pili na digrii ya tatu, ni madaktari katika kutoa ibada. Wako tayari kufanya ibada takatifu ndugu zangu. Wanajua kila kipengele cha utakatifu. Waenda kohanim Kiebrania. Bwana asifiwe. Katikati yao wameshateua tayari kwa kura kuhani mkuu wa kwanza atakayesimama kutoa kafara, na wameshaweka zamu zote 12. Zamu ya kwanza, zamu ya pili, zamu ya tatu, zamu 12 zote kwa mwaka mzima wameshaziweka tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya ukuhani. Jana kupata taarifa za jana, mpaka jana walishakuwa na mavazi yote ya kikuhani, wanayo yote. Sasa sina details ya kusema, kunaweza iko utachanganyikiwa kidogo. Haiko tu niseme mavazi ya kikuhani yote wanayo. Mpaka jana wana vyombo vyote vya hekalu vyote, mpaka madhabahu ya shaba ya kutoa kafara wameshaitengeneza, ambao ni portable, ni kwenda kuifunga. Mpaka jana wameshatengeneza kitu cha mwisho kikubwa kuliko vyote, minora. Minora nini? Minora ni taa ya Mungu ambayo ina matao 7. Ile ndio taa ya Mungu, ile ndio alama ya Israeli. Mungu wao ndio walikuwa na ile taa ya Mungu ambayo ilikuwa haizimwi. Kitabu cha Samuel kwanza anasema miaka ile unabii ulikuwa haupo, lakini taa ya Mungu ilikuwa haijazima. Hiyo taa ya Mungu wametengeneza, ina kilo 90 za dhahabu. Kwa kunyanyua mtu mmoja haiwezi, inanyanyua kwa kreni. Dhahabu safi ya Ofiri kwa ajili ya kuwasha taa ya Mungu imeshatengenezwa tayari. Sio hivyo tu, washatengeneza kofia ya kuhani mkuu ya dhahabu, imeandikwa mtakatifu kwa Bwana, holy to the Lord. Washatengeneza na ivera kwa kuhani mkuu ambayo ina mawe 12 kwa kabla ya 12 za Israeli. Washatengeneza underwear za kuvaa za kuhani mkuu za kuvaa, na viatu vya kuingia kwenye hekalu wameshatengeneza. Sio hivyo tu, mpaka jana wameshamaliza contract, wameshasaini contract ya kujenga hekalu, wameshasaini contract, wameshaweka pesa pembeni za kujenga. No, hujasikia? Mpaka jana wameshafabricate tayari kuta za jengo ziko chini kwa ajili ya kusimamisha. Shida walionao ni kwamba eneo la kujengea hekalu lina misikiti 1, 2, kuna kitu tutakachokisema. Mpaka hapo umeelewa tuko karibu kiasi gani? Mtini umetoa majani tayari, umetoa maua tayari. Wamesema wanahitaji siku 180, miezi 6 ya kumaliza kujenga. Pale msikiti ikiondoka tu wanataka siku 180 tu hekalu lianze kufanya ibada za kila siku. Sijui kama mnanisikia kitu nasema. Niseme kidogo tu, dakika 2. Muda umeisha baba. Dakika chache tu alafu tunamaliza. Bwana asifiwe. Shida ni mbili tu. Shida zilikuwa mbili tu. Shida ya kwanza, ile eneo la kujengea lina misikiti, liko chini ya Waarabu. Wanamwomba Mungu kila siku ile misikiti ivunjike, wanamwomba Mungu. Ndio maana hatuna hakika ya vita ya Gaza, hatuna hakika. Kwa vita ya Gaza ina maana gani? Labda, nimesema labda, ni ile ya kucheza draft daktari. Kucheza draft na mwenzako, unampa ale,
unampa ale, anajipanga, alafu unamla chi 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 chi. Wanampa Gaza ale, wale Hamasi, wale Hezbollah, ili mmoja akose apige bomu pale Yerusalemu, chap, misikiti vunjike. Kwa sababu mmevunja wenyewe, wajenge hekalu. Inawezekana. Na hivyo nikueleza habari mbaya. Siku ukisikia misikiti imevunjwa, omba Yesu arudi, omba Yesu arudi. Kwa sababu Tanga mtakato vichwa wote, ifu Kristo wote, if mtakato wote, mtakato vichwa wote, kwa sababu Kristo ndio amempa kichwa yeye. Waislamu dunia nzima wataraisi kama itifada kumaliza Wakristo. Ndio maana lazima Yesu arudi. Ukisikia bomu limegeuka kule, kama umesikia basi hujanyambuliwa. Maana najua wengine hatasikia kabisa. Maana lazima bwana tuchukue kabla hajapigwa. Na kueleza inaweza kutokea hata kesho. Hata kesho. Hiyo ndio tatizo namba moja. Tatizo namba moja, misikiti kwenye hekalu takatifu. Eneo la hekalu takatifu. Tatizo namba mbili ni kwa pale mahali pamenajisiwa. Kwa miaka karibu 1400 pamenajisiwa kwa ukao wa Islam pale. Tena makuhani sio watakatifu, sio koshiri, sio watakatifu wakuweza kutoa kafara, lazima watakaswe. Wanatakaswaje? Nisikilize, wanatakaswa kwa kutumia maji ya farakano. Maji ya farakano kulingana na kitabu cha Hesabu 19 ni maji ya farakano yatakasayo kuhani. Maji ya farakano, andika maji ya farakano. Maji ya farakano yanapatikanaje? Maji ya farakano yanapatikana kwa kupata kuchukua maji yanayotembea na kuchanganya na majivu ya ndama mwekundu. Sema ndama mwekundu. Ndama mwekundu kitu gani? Ndama mwekundu ndio kafara peke yake itoshayo kutengeneza majivu matakatifu. Ndama wa kwanza alichinjwa na Harun. Ndama wa mwisho kuchinjwa katika Israeli, ndama wa 9 alichinjwa na Nehemia. Ndio ndama peke yake wanaofahamika wa 9. Ndama wa 10 alitafuta dunia nzima hajapatikana kwa miaka 2000. Mwaka 2021 wakapata ndama wa 5. Ndama wa 5 wakaleta Israeli. Wamekuwa mwaka jana ndama mmoja akashindwa kuwa mtakatifu koshiri, wakamtupa wakabaki 4. Julai tarehe 1 wamemchinja ndama, wana majibu tayari. Come on. Wanasubiri majengo yaanguke mara moja, mpaka wana majibu ya utakatifu. Wanayo majibu yapo tayari. Nani anaelewa kitu nasema hapo? Sio kama kuna mtu ananielewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana ukaribu sana. Mtu umetoa majani sana. Umetoa maua sana. Hekalu linaweza kutengenezwa wakati wote. Na sisi tunajua kwa hakika hekalu likiwepo kanisa litaondoka. Kwa sababu yule mtu wa kumasi, yule anaitwa mgengeufu, kulingana na Wathesalonike wa pili sura ya 2, ataingia hekaluni na kujifanya ni Mungu. Hilo hekalu halipo mpaka liwepo. Liko hivi karibuni najengwa. Unisikilize. Contract tayari. Nilikuwa na tafuta, sikupata jana usiku. Nataka nipate gharama yake. Labda unaweza kusaidia kutafuta wewe. Kesho unaweza kutueleza gharama ya ile hekalu. Walishapiga hesabu, walishafanya down payment kutengeneza materials. Kwa hiyo nasubiri tu kujengwa. Nani ajuaje? Mimi nafuata kabla sijalala, kwa sababu mtu atakwambia kabla sijalala na kazi ya kwenda kwenye internet. Kufuatia kwa mahali ya kiroho ikoje kule. Ili tuwakumbushe kanisa kwamba siku zinaisha. Kila mmoja ajiandae. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua kujua mambo haya yanatisha kama nini? Lakini yanatutia moyo kujiandaa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe jamani. Amen. Dakika moja tu. Niwe radhi. Simu yangu imezingua. Kanisa tujiandae. Bwana nipa nafasi kesho na kesho kutwa. Tujifunze kwamba kama hali ndio hiyo, tunapaswa kufanya nini? Kujiandaa. Dharura, risk management. Tufanye nini? Ili ambao Bwana ametufikisha siku za hizi, tusiingie kwa hasara. Tujipange. Mimi najipanga upande wangu. Seriously. Yaani kabisa.
Wakati mwingine najiulizaga, nasema sio kama nakuwa kama kichaa fulani hivi. Kule Arusha mimi ni mwalimu wa shule, nimeshazoea kujibu, bado nafundisha kidogo, na nafundisha wanafunzi watu wazima. Sasa nafundisha watu wa karibu dunia nzima, nafundisha kwa mtandao hasa kwa hiyo na wanafunzi wa Nigeria, Saudi Arabia, Ulaya, US wanakuja kwenye screen na wafundisha. Sasa kabla sijaanza kufundisha, ni watu wanasoma masters, watu wa degree ya pili, watu wako juu, kuna watu wazima, na nasema so over there, hello Syria, yes we're here, okay India, Marawi, tunasema tufunge macho tuombe. Sasa wananiuliza tuombe kwa vipi? Nasema I'm a Christian, you cannot get my material without my Jesus. Haiwezekani. Upate material yangu bila kupata Yesu wangu, haiwezekani tu. Yani ukitaka jongoo. Kwa hiyo wote wananyamaza kimya, naomba kwa ajili yao. Sasa juzi wakawa wanafanya mitihani pia online. Sasa mtu mmoja yuko senior Lebanon,